Habari za asubuhi. Leo tupo hapa kwa ajili ya kukuletea habari zile ambazo zinaendelea kugonga vichwa kwenye mitandao ya kijamii. Wakati sakata la Young Africans na shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF likiendelea kushika kasi, ambapo kila pande likiendelea kuvutia kamba kwa upande wake. Young Africans wakiendelea kuwa na wito au kuwa na matamko yao, lakini pia shirikisho la mpira wa miguu pia wakiendelea kuwa na matamko yao. Kila mtu ana msimamo wake, na sasa kinachopaswa kufanyika ni wote kukaa na kumaliza tofauti zao. Lakini wakati yote yakiendelea, ikumbukwe siku moja iliyopita au siku mbili, klabu ya Young Africans walikutana na bodi ya ligi na wakawasilisha matakwa yao ili waweze kucheza mechi ya nambari 184, mechi maarufu pengine kuliko mechi zote kwa sababu ya mikasa iliyopo. Sasa Young Africans waliwasilisha baadhi ya matakwa yao ambao wanahitaji ili waweze kucheza mchezo huo. Miongoni mwa matakwa hayo ilikuwa ni kujiuzulu kwa katibu mkuu wa bodi ya ligi Tanzania, si mwingine ni Almas Kasongo, na katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania Wilfred Kidau. Sasa baada pamoja na mengine, hayo ni miongoni mwa mambo ambayo Young Africans walihitaji, lakini pia walihitaji kuona kamati ya saa 72 ikijiuzulu na kutengenezwa kamati nyingine, lakini wanahitaji kuona bodi ya ligi iliyo huru. Licha kwamba hiyo walikuja kusema kwamba baadaye watahitaji kwanza haya mengine yaweze kufanyiwa kazi. Na kwanza hapa, kabla hatujaenda mbali, naomba upate hii hapa alivyokuwa anazungumza Ali Kamwe akifafanua matakwa yao ili waweze kucheza mechi nambari 184. Ni kweli tumeainisha matakwa haya manne kama mlivyoambiwa na kama mlivyosikia na kusoma. Tumepeleka matakwa haya manne, lakini ukweli ambao hamjaambiwa, matakwa haya manne tumeyagawa kwenye phase mbili. Kuna matakwa ya muda mfupi na kuna matakwa ya muda mrefu. Tuelewane vizuri ndugu zangu waandishi wa habari, na hii taarifa ni muhimu mkaipata ikiwa imenyooka ili umma upate kuelewa. Tumeitwa kwenye kikao kwa sababu ya mchezo namba 184. Mchezo huu ulihairishwa Machi 8, umepangiwa tarehe 15. Klabu ya Yanga imesema haitashiriki huo mchezo, na ndio msimamo ambao uliwasilisha kwenye kikao mbele ya bodi. Ili tuweze kushiriki mchezo huo, tulikuwa na matakwa yetu mezani, na matakwa hayo jumla yalikuwa manne. Katika haya manne, ndugu zangu waandishi wa habari, matatu ni matakwa ambayo tunaamini yakitekelezwa kwa haraka, klabu yetu ya Young Africans itakuwa tayari kwenda uwanjani kwa tarehe nyingine tofauti na 15 kwenda kucheza mechi ya Kariakoo. Lakini takwa moja katika hayo manne ni takwa la muda mrefu, sio takwa la leo wala kesho. Kwa hiyo asitokee mtu akawadanganya kwamba klabu ya Yanga imekuja kuomba haya, alafu katika haya kuna mchakato sijui upitie uende wapi. Ni uongo. Tumeomba matakwa manne na matakwa haya yapo kwenye phase mbili, na barua yetu tuliyowasilisha bodi ya ligi imejielezea specific kwamba mkitekeleza matakwa haya matatu, mbungi inapigwa. Ili moja ni takwa kwa ajili ya mpango wa muda mrefu. Matakwa haya manne ni yapi? Na matatu ambayo specific tumeainisha ili yafanyiwe kazi tuweze kucheza pia ni yapi? La kwanza linakwenda sambamba na la pili. La kwanza, klabu ya Young Africans imetaka kuvunjwa mara moja na kujiuzulu kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu Tanzania. Hii ilikuwa namba moja, kuvunjwa au kujiuzulu kwa kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa ligi Tanzania. Takwa hili linakwenda sambamba na takwa la pili la kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi, CEO wa bodi ya ligi. Kwa nini
takwa la kwanza na la pili linakwenda pamoja. Na kwa nini tumesema hili likitekelezwa klabu ya Young Africans iko tayari kucheza mchezo na 184? Kwa sababu kuhairishwa mechi ya Machi 8, kuhairishwa mechi ya Machi 8, tunaamini kama klabu hapakufuatwa utaratibu na palikuwa pana uvunjwaji mkubwa wa kikanuni. Hapana utaratibu uliofuatwa na kulikuwa na uvunjwaji mkubwa wa kikanuni. Hivyo tunaamini CEO wa bodi ya ligi na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ilifanya haya kwa makusudi kabisa kwa ajili ya kuipa favor timu fulani. Sasa basi, kwa sababu watu hawa wamevunja kwa makusudi kwa ajili ya kuweka upendeleo kwa baadhi ya timu kanuni na kuhairisha mchezo wa Machi 8, Club Young Africans haitakuwa tayari kushiriki mechi hii ya 134 namba 84 kama kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa bodi haitajiuzulu au kuvunjwa na afisa mtendaji mkuu pia na yeye kuondoka. Jambo la tatu ilikuwa ni kujiuzulu kwa katibu mkuu wa TFF ndugu Wilfred Kidau. Kwa nini uongozi wa klabu ya Young Africans umeweka hili kama takwa? Ndugu zangu waandishi wa habari, hiki kilio mmekuwa mkikisikia sana, na sio ukisikia, mmekuwa mkikiona. Kumekuwa na maamuzi ya hovyo, maamuzi mabovu kwenye michezo ya ligi kuu Tanzania msimu huu. Waamuzi wamekuwa wakifanya maamuzi ya hovyo sana, lakini kwa bahati mbaya waamuzi hawa wamekuwa wakijirudia kwenye mechi na hawachukuliwi hatua yoyote licha ya kufanya madudu kwenye baadhi ya mechi. Yaani mwamuzi anakosea leo, kesho anarudi, kesho kutwa anarudi, na hakuna hatua yoyote inayochukuliwa. Ndugu zangu, sasa kamati ya waamuzi ipo chini ya katibu mkuu wa TFF. Tunaamini haya madudu yanayotokea haya, kuto kuchukuliwa hatua kwa waamuzi kwa wanaoyafanya, kuna influence yake. Hivyo na sisi hatutakuwa tayari kucheza hiyo mechi ya namba 184 kama katibu mkuu wa TFF hatakuwa amejiuzuru. Hatutakuwa tayari kupeleka mechi pale the same referees kwenye chombo kile kile, mtu yule yule, na tukapeleka timu. There is no way hilo likatokea. Na hii nimeisema specific mpate kuielewa. Katibu mkuu wa TFF, kamati ya waamuzi ina ripoti kwake, na madudu yote ambayo yanapigiwa kelele na klabu ya Young Africans imeainisha kwenye ripoti yake mbele ya bodi ya ligi. Kila kosa la waamuzi tumeliainisha mbele ya bodi ya ligi, na makosa haya, masikitiko yetu ni kwamba watu hawachukuliwi hatua licha ya kukosea. Wanarudi tu, yani wanarudi. Mtu anakosea leo anapangiwa mechi Jumatano, Jumatano anakosea anapangiwa mechi Jumamosi. Repetition hii uongozi wa klabu ya Young Africans hauoni kama katibu mkuu wa TFF anastahili kuendelea kwenye nafasi yake, kwa sababu hakuna haki inayopatikana kwenye pitch. Hakuna haki inayopatikana kiwanjani. Ligi yetu inavyosemwa ni ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika. Fakta ya waamuzi hauwezi kuacha kuitaja. Ili tuweze kumaintain ubora na hadhi na thamani ya ligi yetu, ni lazima tudili na hili tatizo, na mzizi wake ni mtu anayeshughulika kupokea hizi ripoti anatakiwa awajibike, na mtu huyu ni katibu mkuu wa TFF Wilfred Kidau. Sasa kwenye barua yetu, haya matatu nilowatajia, ndugu zangu waandishi wa habari: la kwanza, kuvunjwa kwa kamati ya usimamizi na uendeshaji wa bodi ya ligi; namba 2, kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi; namba 3, kujiuzulu kwa katibu mkuu wa TFF. Haya matatu, na kwa barua yetu tumeelekeza haya matatu
yakifanyiwa kazi, haya matatu ni matakwa ya muda mfupi, tutakuwa tayari kupeleka timu. Ya, baada ya kumsikiliza sasa, bila shaka umepata picha kidogo. Leo katika ukurasa wa Instagram wa meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, si mwingine Hamed Ali, ambaye anasema asubuhi sasa kaandika mpango wa nyuma mwiko. Kumbuka akitaja nyuma mwiko anataja Young Africans. Mpango wa nyuma mwiko kushinikiza katibu mkuu wa TFF na mtendaji wa bodi ya ligi kujiuzulu ni mpango wa makusudi wa kutaka kuweka watendaji wapya katika taasisi hizo watakaolinda maslahi yao na kuwapendelea wao. Pia kutaka kuvunjwa kwa kamati ya uendeshaji ya bodi ya ligi ni mkakati wa makusudi wa kutaka kuunda kamati ambayo itakuwa chini yao kimaamuzi. Kumbuka hawa ndio wavunjaji wakubwa wa kanuni, ikiwemo kupita geti lisilo rasmi, viongozi wao kuvamia pitch. Sasa wanataka kuweka kamati ambayo itafumbia macho vitendo hivyo. Kama itoshi, wanataka kuweka watendaji wapya wa TFF na bodi ya ligi ambao watakuwa waoga kimaamuzi, maana wataamini kuwa nyuma mwiko wakichachama watawang'oa madarakani, hivyo watafanya kila jambo kuwafurahisha. Ndugu zetu wasongesha, mlipolala nyie ndio tumeamkia sisi. Kwa kiufupi, sisi tupo mbele ya muda. Alivyosema ndugu zetu wasongesha, kumbuka kuna swala pia la madeni kati ya Young Africans na TFF. Anasema hatuwezi kuruhusu huu ufanyike, tutakula na ninyi sahani moja, kukomesha utoto kwenye mambo ya msingi. Bodi ya ligi ni chombo cha vilabu vyote, hivyo hatuwezi kuachia timu moja ifanye maamuzi kwa ajili ya wengine, na sisi wanachama wa TFF hatuwezi kuruhusu. Hilo ni andiko la Hamed Ali, ambaye pia anaendelea kushinikiza yale yanayoendelea katika mitandao ya kijamii. Anaendelea kutoa na yeye jambo ambalo wao wameshtukia. Ni kama Simba wameshtukia mchezo, kwamba pengine Young Africans wanafanya hivi ili kutengeneza utawala wao kuendelea kudumu katika soka la Tanzania. Bana, mpira ni siasa. Sisi tuwaachie waendelee kufanya siasa. Lakini hapa tutaendelea kukupa kila kinachotokea katika mitandao ya kijamii, lakini pia hata yale ambayo yanatokea moja kwa moja. Hii ni Coact TV.